Sasa mzee wa data, hiki wanachofanya Simba ni sifa na ni vitisho kweli kweli, kwa sababu wana wachezaji na wamesajili wachezaji misajili kubwa la usajili, ikiwemo kina Kagoma, kuna kina Lassana Kante, eneo hilo la katikati. Sasa basi wanaongea tena eneo la katikati, mchezaji mwingine Jabal. Sasa mzee wa data, huoni kama Simba wanafanya sifa na vitisho? Kama ni sifa, kama ni vitisho dhidi ya wapinzani wao, basi hii ndio tabia ya klabu nyingine kubwa nyingi duniani, ambapo katika kila msimu, kwa kuwa tu na zile fikra za kutaka wakombe kila kitu mbele yao, kwamba kila michuano wawe mabingwa, basi kama hicho unachoita sifa, kama hicho unachoita vitisho dhidi ya wapinzani wao, Simba wanastahili kufanya hivyo, kwa sababu wao ni miongoni mwa klabu kubwa sio tu nchini, lakini barani Afrika. Ndio watatamani watoe taji la ligi kuu Tanzania bara, watataka watoe taji la kombe la shirikisho la benki CRDB ambalo hivi sasa liko mikononi mwao baada ya kulitoa katika msimu uliomalizika. Kombe la muungano hatatamani liondoke, watatamani kwamba waendeleze ile kauli yao kwamba wao ni wazee wa hizi kazi katika michuano ya CAF. Iwe wanashiriki ligi ya mabingwa, iwe wanashiriki kombe la shirikisho. Simba misimu hivi karibuni break ya kwanza huwa ni robo finali. Msimu wa 2024-2025 walienda mbali zaidi, wakafika fainali wakicheza dhidi ya RS Berkane. Lakini msimu uliomalizika wa 2025-26 Simba kwa mara ya kwanza katika misimu ya karibuni kutokea 2018-19 walishia tu makundi, na tena makundi yenyewe walishia mkiani katika timu 4, walimaliza nafasi ya 4. Vinara walikuwa Stade Malien, waliochukua nafasi ya pili walikuwa ni Esperance de Tunis, hao wote walikwenda robo finali. Nafasi ya 3 ilitwaliwa na Petro Atletico ya Angola, wao wakawa mkiani. Kumbuka wakati CAF wakipanga hatua ya makundi, Simba walikuwa poti 2, poti 1 walikuwa Esperance de Tunis, Petro Atletico walikuwa poti 3, Stade Malien walikuwa poti 4. Matokeo yake mwisho wa mechi 6 za hatua ya makundi, kibao kikageuka, wa mkiani akaongoza. Esperance de Tunis aliyekuwa anaongoza kwenye poti 1 akawa nafasi ya pili, halafu Petro Atletico walikuwa poti 3 wakashika nafasi hiyo ya 3, Simba wakawa mkiani. Sasa katika mazingira kama hayo, haishangazi kuona kocha Steve Barker na benchi lake la ufundi wakiwemo kina Selemani Matola wakikomaa haswa, tena wakipata support kutoka kwa management ya Simba kusajili wachezaji wenye ubora wa hali ya juu katika kila nafasi, lengo moja tu, kuhakikisha hawatetereki tena. Ukionja asali utataka kuchonga mzinga. Washaonja utamu wa makombe baada ya kulikosa taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa misimu 4 mfululizo. Wamelitoa kutoka kwa watani zao jadi Yanga kwa msimu huu. Kombe la muungano lilikuwa limetwaliwa na watani zao jadi Yanga msimu uliopita, lakini msimu huu wamelitoa wao kutoka mikononi mwa Yanga. Kwa sababu hiyo watataka uhondo huu wa mataji ambao uliwafanya mashabiki wao wafanye paredi la maana, basi waendeleze tena paredi lingine kwa kutoa mataji mengine ikiwamo ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kufika mbali zaidi na ikibidi kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Na kubwa kutaka kuwatambia watani zao jadi Yanga kwamba linapokuja swala michuano ya CAF, ligi ya mabingwa, Simba watataka wafike mbali zaidi. Ikitokea wakakutana fainali itakuwa vizuri zaidi, lakini vinginevyo kwa utashi wao, kwa shauku waka wa kutaka kufika mbali zaidi, pengine umechangia sana kufanya wao usajili unaosema ambao ni sifa, ni vitisho kwa wapinzani wao. Na una kila sababu ya kutilia shaka hilo kwamba Simba wamepania makubwa zaidi, ambao ni jambo zuri kwa Simba. Ni kwamba eneo la kati ambapo ametambulishwa Ibrahim Jabbar, kijana mwenye kipaji, umri miaka 23, wamemtoa kutoka katika klabu ya Stellenbosch, anakwenda katika eneo ambalo yupo Yusuf Kagoma, yupo Alassane Kante. Ni eneo ambalo katika mfumo wa kocha Steve Barker, wakati mwingine baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3. Neo Maema anaweza kucheza eneo hilo. Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama ni kiungo pia kiasili, anaweza kucheza eneo hilo au akacheza nyuma mshambuliaji kinara kama nambari 10. Lakini eneo hilo la kiungo wanapatikana Morris Abraham, yupo hapo pia. Lakini Simba eneo la kiungo kwa ujumla najumuisha sasa viungo wote katika kushambulia, wanapatikana kina Libase Geye, wanapatikana kina Anise Ura, halafu kuna Elim Panzu Kibisawala, halafu kuna Keleso Makhalwa. Kwenye ushambuliaji kuna
Ibrahim Dumbia top scorer katika ligi kuu ya Mali msimu uliomalizika akifunga mabao 17, assist 4, akichangia mabao 21 kati ya mabao 28 ya klabu yake ya Korofina iliyomaliza nafasi ya 7. Sasa huyu yupo, wakati huo walishamtaja Suleiman Mwalimu Gomez top scorer wa Simba katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika akifunga mabao 9, ingawa Gomez klabu yake mama Wydad Casablanca nayo imeeleza dhamira ya kutaka kuwa kumtumia katika msimu wa 2026-2027. Sasa kweli wapinzani wao wana haki ya kuogopa, kwa sababu fikiria kwa mfano lile eneo la kushoto wakati wanashambulia kule anakopatikana Anise Ura, halafu wanamleta Keleso Makhalwa, mchezaji ambaye katika ligi kuu Afrika Kusini msimu uliomalizika alifanya vizuri sana katika klabu yake ya Sekoukude akitoa assist 6, msimu wa nyuma yake akifunga mabao 6, assist 11, akichangia mabao 17 kwa timu yake ya Sekoukude. Fundi sana, ana uwezo mkubwa kupiga chenga, kwenda moja kwa moja, ile direct football ndio kwake, ana kasi, anatoa pass saidizi kwa wenzake vya kutosha, ana rekodi ya kutoa pass saidizi za tarakimu 2, assist 11 huo msimu wa nyuma yake baada ya msimu uliopita, ambayo ni tangu msimu wa 2020-2021 katika ligi kuu Afrika Kusini hakuna mchezaji ametoa assist za tarakimu 2. Yeye ndo ana rekodi hii na aliwania tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu Afrika Kusini msimu wa 2023-2024. Yuko kwenye kiwango bora. Simba wamempata katika mbilinge za mapambano kwa sababu timu kadhaa zilimhitaji pia, ikiwamo Kaizer Chiefs. Sasa yeye eneo hilo analocheza Keleso Makhalwa ndiko yupo huyu mwamba kutoka Ivory Coast Anise Ura, ambaye msimu uliomalizika kati ya wachezaji ambao waliibadili sana Simba baada ya dirisha dogo. Aliongeza kasi sana, chenga, pasi za mabao, mashuti, kuwavuruga walinzi wa upinzani kwa kuwavuta kwenye eneo lake, halafu mipira inapelekwa upande mwingine kwenda kucheza mabao. Anise Ura yupo, halafu ndo kuna Keleso Makhalwa. Ni upande ambao Nixon Kibabagi akipanda kuongeza mapana ya uwanja, winga upande huo anaingia ndani na kwenda kuwa nyuma mshambuliaji kinara. Sasa ule upande wa kulia kwa Libasege ndio upande ambao Elim Panzu Kibisala anafahamika huwa anaweza kucheza vizuri sana, kama ilivyo upande wa kushoto. Leo kwenye wings zote mbili, kwenye flanks kuna Libasege, kuna Elim Panzu Kibisala ambaye ndio top assist provider, ametoa assist nyingi katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika akitoa assist 10 na amefunga mabao 7, akichangia mabao 17 kati ya mabao 54 waliofunga Simba msimu. Mpanzu yupo, Morris Abraham, wote performance katika mechi zote zilizopewa nafasi ya kucheza ameonyesha ubora wa hali ya juu, yupo. Ndio maana pengine swali lako, lakini kumbuka kuna Neo Maema, Alassane Maudo Kante, Ibrahim Jabbar, Yusuf Kagoma. Hapa nazungumzia kiungo na kwenye eneo la ushambuliaji. Ulinzi huko wamejaa wa kutosha. Kuna Kapombe eneo lake beki wa kulia, kuna David Kabeta Duchu, halafu ameletwa Nathaniel Chilambo kutoka Azam FC, yuko vizuri. Kushoto bado yupo Anthony Mligo katika upande wake na mabeki wengine kwa ujumla wa Simba. Unafanya hilo swali lako kwamba wanataka sifa, wanataka kuwatisha wapinzani wao, sema utakavyo, lakini Simba ni Simba, mnyama. Timu kubwa siku zote huwa zinatamani kuwa na vikosi venye wachezaji wazuri katika kila nafasi. Kocha amwe mwenyewe nani amchezeshe, nani apumzike, kwa sababu wao kila michuano watataka wafanikiwe. Vivyo hivyo ndivyo ambavyo hufanya pia klabu nyingine kubwa.